Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 25 ya mwezi Januari mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Nikualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwigulu ahidi nchi itavuka salama, asema kuna utashi wa kisiasa, heshima ya Tanzania itabaki, aongoza maziko ya Mtei, atoa maagizo manne kumwenzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. NHIF yataja huduma bima ya afya kwa wote, habari katika ukurasa wa 2. Tume yahimiza usiri taarifa za waathirika, habari katika ukurasa wa 3. Sekta ya viwanda yaimarika siku 100, magari ya umeme yanukia, wakulima korosho vuna trilioni 1, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Serikali yahadharisha upotoshaji kwa video, habari katika ukurasa wa 5. REA bomba la mafuta kushirikiana umeme, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti ya Habari Leo limeandika mvua ya haribu makazi mazao Muleba, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumapili ya leo ni kwa heri mzee Mtei, mamia washiriki maziko yake yaliyokutanisha watu wa kada itikadi tofauti, ujumbe kuhusu msimamo utendaji na uongozi watolewa. Mwigulu wamwakilisha Samia, Mboya paza sauti uponyaji wa taifa, habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akitoa heshima za mwisho kwa mwili wa aliyekuwa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT na mwasisi wa Chadema Edwin Mtei nyumbani kwa marehemu Tengeru mkoani Arusha jana. Nukuu za viongozi mbalimbali katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi, ipo nukuu ya Dr. Mwigulu Nchemba ikisema, niwahakikishie serikali haitakuwa kikwazo, wahakikisha nchi inakuwa moja na tunasonga mbele, tutavuka na heshima ya Tanzania na mara zote tutakuwa nayo. Ndugu ya Tundu Lissu inasema leo hii ambayo uchawa umekuwa ni donda ndugu katika ngazi zote za utumishi wa umma na sekta binafsi, tunaweza kupima kiwango cha juu cha ujasiri wa mzee Mtei na uzalendo wake kwa nchi yetu. Nukuu ya Jenerali Ulimwengu inasema hakupenda Uswahili. Uswahili ni jambo baya sana, alisema. Maana yake ni kusema kitu ambacho unajua si kweli, unayemwambia ataamini ni kweli. Uswahili ni kutoa ahadi unazojua hutozitekeleza. Nukuu ya Zitto Kabwe anasema alionyesha mnaweza kupishana mawazo bila kuwekeana chuki, mkaendelea na kuheshimiana. Ni ukomavu ulioweka taifa pamoja. Sasa ni miaka 60 baada ya uhuru, kuna mashaka mtanziko. Hii ni nukuu ya Zitto Kabwe. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti Mwananchi. Gazeti hili limeandika ACT ya kumalia ubunge wa cha urembo Chamazi, habari katika ukurasa wa 6. Tume ya Jaji Chande sasa kuwa faragha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Dar es Salaam, tume ya kuchunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 2025 imeanza kufanya kazi zake faragha, ikiwazuia waandishi wa habari kuingia katika ukumbi ambao waathirika wa matukio hayo wanawasilisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili.
Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika misukosuko Chadema ikitimiza miaka 33, habari katika ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tutazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Kwaheri Mtei, ujasiri msimamo vya tawala maziko, Askofu Mtei alikuwa adui wa ufisadi, ujumbe wa Lissu na kauli za Chadema zaibua kofi msibani, waziri mkuu aelekeza kumwenzi kwa miradi, Mbowe aitaka serikali irejeshe umoja wa kitaifa. Habari ni katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 3, ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 11. Gazeti hili limeandika vurugu Oktoba 29, tume yatua zilikoanzia, yazuia vyombo vya habari kushuhudia mahojiano kwa mara ya kwanza vilivyosikika, sheria za habari na haki ya kupata taarifa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Simba mambo magumu ligi ya mabingwa barani Afrika, habari katika ukurasa wa 24. Wagomea uamuzi wa timu uchunguzi mgogoro wa ardhi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Maisha ndivyo yalivyo, ndoa nyingi zinachezewa na shetani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tulitazame sasa gazeti Mzalendo lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni hakuna kulala bima ya afya, marasi waingia front kusimamia utekelezaji, kuhakikisha hakuna mnufaika anaachwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Wazazi walezi wakumbushwa kujenga maadili kwa watoto, habari katika ukurasa wa 4. Viongozi wa dini, siasa walivyopaza sauti ya umuhimu wa amani Tanzania, habari katika ukurasa wa 20. Waziri Katambi awawashia moto usambazaji clip chonganishi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ndege kubwa yenye watalii kutoka Bulgaria yatua Zanzibar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mzee Mtei ameacha alama Dr. Mwigulu, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akitoa heshima za mwisho kwa mwili wa aliyekuwa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT marehemu Edwin Mtei katika maziko yaliyofanyika nyumbani kwa marehemu Tengeru wilayani ya Rumeru mkoani Arusha jana. Kimataifa, gazeti Mzalendo limeandika balaa Trump WHO kupiga hadi Marekani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti hili limeandika ujenzi wa hospitali ya mkoa wa Kaskazini Unguja wasainiwa, habari katika kurasa za ndani. Kampuni ya AGS yapewa kandarasi utafutaji mafuta gesi, habari katika ukurasa wa 2. Shughuli za kijamii zinachangia ajali barabarani, Dr. Khalid, habari katika ukurasa wa 2. Madaktari bingwa wa Muhimbili kupiga kambi Zanzibar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 gazeti hili. Japan kufanya uchaguzi mkuu Februari 8, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Wizara yahimizwa kusimamia usalama wa afya kazini, habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji.
Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti ya Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika saa itakuwaje. Mechi 3.0 kazi ipo kwa Mkapa Ijumaa. Habari katika ukurasa wa pili, matokeo Esperance de Tunis 1 Simba Sports Club 0, mchezo wa klabu bingwa barani Afrika. Mchezo unaofuata ni Januari 30, Simba dhidi ya Esperance de Tunis, uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Gazeti hili limeandika Pedro hatujamalizana, kocha aweka karata zake kwa Depu Ekwa, Dumbia sasa kuibukia Afrika Kusini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, matokeo ikiwa ni Al Ahli 2 Yanga 0, mchezo uliopigwa hapo jana. Mchezo unaofuata ni Januari 31, uwanja wa Amani Complex Zanzibar, Yanga dhidi ya Al Ahli. Mwanaspoti limeandika unaijua mieleka ya kidole, habari ni katika ukurasa wa 9. Gumzo la Wema Uwozu lilivyoisha, habari katika ukurasa wa 14. Gazeti hili limeandika Arsenal dhidi ya Manchester United Premier League leo Jumapili saa 1 kamili usiku Emirates. Na gazeti hili limeandika TPL leo Jumapili ni Tanzania Prisons dhidi ya JKT Tanzania saa 10 kamili jioni uwanja wa Sokoine. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari za michezo na burudani. Lenyewe limeandika Yanga yaapa kuiua Al Ahli, ligi kuu bara yashuka nafasi ubora Afrika. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Singida Azam kibaruani kimataifa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Malima Yanga ina nafasi ligi ya mabingwa, habari katika ukurasa wa 23. Spurs yamuonia beki Liverpool, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.